Karibu katika episodi ya 3. Katika episodi hii ya 3 tuliweza kuona bidada Seri akiwa amekaa na kundi la wanajeshi akiwaambia kwamba wamsaidie kuweza kuondoka ndani ya nchi ya Korea Kaskazini kuingia Korea Kusini, kwa sababu anahisi Mwamba Jong-ya hana cheo cha kutosha kuweza kumtoa yeye nje ya Korea Kaskazini. Basi taarifa hizi zikamfikia Mwamba. Jamaa alicheka sana, akasema mimi sina nguvu, sina cheo cha kutosha eti Hasa hapa katika kijiji cha mipakani kuna mwanamke mmoja ambaye ni mke wa kanali wa jeshi. Kama unavyojua, kanali ni mkubwa kuliko hata captain. Na hawa wanawake wote waliopo katika eneo hili wote ni wake wa mapolisi, yani wanajeshi wa mipakani. Kwa hiyo sasa huwa wanatamaniki sana waume zao waweze kuongeza vyeo. Kama tu ukiweza kumfurahisha huyu mwanamama mke wa kanali, basi mume wake anapanda cheo. Kwa hiyo huwa wakina mama wanakusanyikaga na kwenda kumpa zawadi kama zote. Akifurahia zawadi yako, basi mume wako kesho yake unasikia amepandishwa cheo jeshini. Hasa kwa kuwa stori zimetapakaa hapa mtaani kwamba bidada Seri ni mke wa Mwamba Jong-yang, basi moja kwa moja naye akaanza kujipendekeza kwa huyu mke wa kanali ili angalau tu Mwamba Jong-yang naye aweze kupandishwa cheo. Hasa kila mama aliyekuja hapa ameleta zawadi, yeye akajikuta hana zawadi. Kaamua tu mwisho wa siku kumpatia huyu mama zawadi ya nguo ile ilikuwa mbaya. Huyu mke wa kanali akasema, ni nguo gani umeniletea? Kwanza fashion yake ya zamani. Lakini bidada akasema, hujajua tu, ngoja kwanza nikueleze upekee wa hii nguo. Haya marinda karibu na shingo yanamaanisha ukuu wa mwanamke wa kipekee katika dunia. Kwa hiyo wewe ni mkuu sana. Sema kwa kuwa ujioni ndio maana unaona hujapendeza, lakini sisi tunaokuona mpaka tunakutamania ujue. Bidada alimpamba sana mke wa kanali. Mwisho wa siku mke wa kanali akawa ameingia kingi na kusema kwamba hii nguo imenitoa sana, hata mimi mwenyewe naona nimependeza, nimekuwa kama kabinti ka 2000 eti. Bidada hapa akaamua kupigia kwenye mshono, akasema pia usisahau kunisemea mume wangu kapteni pale aweze kupandishwa cheo. Si unajua tena mume wangu tena ajikongoja, anajituma sana kwenye kazi. Utaongea na mume wako basi. Kwa hiyo mchongo mzima unaonekana huko hivi. Yaani kanali anaonekana kwa mke wake amekufa ameoza. Yaani mke wake akimshauri tu kitu ndicho ambacho kinafanyika. Asa Mwamba Captain Jong yake aliporudi nyakati za jioni nyumbani, si akakuta bidada hayupo. Kumbe bidada yuko kwa mke wa kanali bize sana kumpamba ili Mwamba aweze kupandishwa cheo. Mwamba kazurura sana na kabaiskeli. Mwisho wa siku akakutana na bidada hapa. Bidada akasema, usiseme mimi ni mzururaji, mimi nilikuwa nakupambania wewe uweze kupandishwa cheo ili angalau uwe na nguvu. Mwamba akasema, usiseme sina nguvu, nina nguvu kubwa tu. Basi Mwamba akamwambia bidada, panda baiskeli twende zetu nyumbani. Basi bana wakawa wamepakizana kimaaba, yani kama wapenda nao kweli bana. Walipofika nyumbani wanakutana na maafande wakiwa wanapika mandazi. Mandazi yanapikwa kwa kuchomwa. Bidada Seri alishangaa sana, akasema ni wapuzi mnafanyaje hapo? Akasema bana tunapika mandazi. Mandazi gani hao mnapika kwa kurushia moto? Na Mwamba mmoja alisema, usiujaji uzuri wa kitabu kwa cover, angalia ndani usome, je kuna madini? Basi Mwamba akamwonjesha bidada andazi moja tu. Bidada akagundua ile andazi ni tamu sana. Ile andazi limepikwa kwa mafuta ya bunduki lakini bado la ukweli mno. Ikabidi bidada aonje na kakinywaji kidogo, basi akapewa kagongo. Akajaribu akaonja tena, akaonja tena, akaonja tena. Akajikuta anaanza kupola mpaka za masoja wengine. Akanywa gongo za watu wote. Bidada alishangaa sana, hichi kinywaji mbona kule kwetu hakipo? Kumbe bana hichi ni kinywaji cha wagumu. Kesho mapema na alfajiri, baada ya bidada kunywa tungi sana, basi Mwamba akawa amemwandalia kahawa, bidada akawa amekunywa pale. Sasa Mwamba wakati anaondoka, bidada alimwekea kalama fulani ka I love you kwenye mkono wake akati anamuaga. Na bahati mbaya Mwamba Captain Jong-yang hakuweza kuelewa bidada kile kialama alikuwa anamaanisha nini. Ikabidi kwenda kuuliza kwa mashikaji zake. Msoja wa kwanza akasema, inaonekana bidada anataka kuja kukuvurunda akuminye kama hivi anavyoviminya vidole vyake kwa sababu umemwacha Korea Kaskazini. Mwingine akacheka akasema, hapana, hamaanishi hivyo, anamaanisha anataka kukupa moyo wake. Hasa msoja mmoja ambaye akili zake ni kama za kipepeo hivi, yani jamaa huyu akili zake sijui zikoje, akaanza kusema, sasa akimpa moyo bosi wetu itakuwaje? Si atakufa? Lakini sio kwamba anataka kumpa moyo huo, na inamaanisha kwamba anampenda captain. Mwamba Captain Jong yake alishangaa sana, ananipenda? Jamani imekuwaje tena? Kwa nini ghafla kiasi hicho? Hasa ukweli ni kwamba mke wa kanali ametokea kumpenda sana huyu mke wa captain na amejikuta anatamani kuwa rafiki yake kila wakati. Kwa mchana mzima bana anazurura tu na mke wa kanali. Sasa siku ya leo mke wa kanali alimtembeza maeneo mengi sana. Bidada wakati anarudi nyumbani akapotea njia. Mwamba Captain akawa amejitokeza akiwa mbeba mshumaa wake, kwani alikuwa naye anamtafuta bidada. Bidada kuweza kumuona jamaa akamshukuru sana. Lakini baadaye wakati wanatembea nyakati za usiku, Mwamba akawa na wasiwasi kwamba kama bidada ananipenda huyu atakuwa amefanya makosa makubwa. Akamwambia bidada Seri kwamba mimi na mchumba wangu ujue, na familia yangu imeniandalia huyo kwa ajili ya kumuoa. Kwa hiyo kama unanipenda mimi basi sahau. Bidada Seri akaanza kusema kwamba kwa hiyo kama una kapenzi kamoja hivyo ndo unanitishia mimi? Kule sio wanaume kama wote wananipenda zaidi ya 100, lakini wote niliwakataa. Alafu kumbe unajua una mchumba wako, alafu mimi ukanitangaza kama ni mchumba wako. Una maana gani? Vipi kama mchumba wako akisikia unataka kunikosanisha mimi na watu wa kaskazini huko, si ndio? Walishasemaga wahenga, lisemwalo lipo, kama halipo basi linakuja. Wakati wanamzungumzia mpenzi wa Mwamba, kumbe Mwamba tayari mpenzi wake alishafika, yuko nyumbani kwake na anamsubiri. Naye bidada Seri akawa ametokea kumuona tu huyu mdada. Alipotazama namna wanavyoangaliana hawa wawili, akagundua kwamba hawa ni wapenzi. Basi moja kwa moja kwa macho ya aibu hivyo hivyo wakawa wanasikilizia tu nani ataanza maongezi. Lakini mchumba wa captain ndiye aliyefungulia maongezi na kusema kwamba anahitaji ufunguo wangu wa gari. Mwamba akasema, usikasirike bana, huyu ni mwanajeshi mwenzangu ambaye niko naye katika mission maalum.
Huyu bidada anayefahamika kama Sodang akawa anasema, yani kama ni rafiki yako ambaye mna misheni naye maalum, sasa huku nyumbani mlikuwa mnaelekea kufanya nini? Naona ishi peke yako. Bidada Seli haraka sana kadakia na kusema kwamba mimi mwenyewe njia ya kuelekea nyumbani ndio hii. Kwa hiyo nilikuwa nampitisha tu hapa kiongozi, pia naelekea na safari zangu. Lakini bidada akataka kuanza kuondoka, ila Mwamba akamsimamisha bidada, akamwambia ingia ndani. Sasa hii kitu ilipenya mpaka ndani ya moyo wa bidada Sodani. Yani anashangaa kuona mwanamke baki alafu tena anaingizwa ndani kwake, tena analokiwa ndani. Basi Mwamba akawasha gari na moja kwa moja akamchukua yule bidada Sodani na akawa anampeleka mjini kabisa. Walipoweza kufika mjini, mtu wa mapokezi akawa anawafundisha mahaba. Jamani, nyinyi mnajua miaka 7 mmeweza kupotezana. Kwa hiyo ni muhimu sana sasa hivi mmeweza kukutana, mkawa mnapendana, mkawa mnakumbatiana. Jamani, mwe mnatabasamliana basi. Mbona mmenuniana? Hasa huko alikokuwa anaelekea ni kwa kina bidada Sodani. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Mwamba alikuwa anaelekea ukweni kwao. Sasa mpaka wanafika ukweni, minuniano kama yote. Bidada alichokiona kule nyumbani kwa Mwamba aamini kabisa. Basi bana, wazazi wa bidada Sodani wakaanza kuzungumzia masuala ya ndoa yao hawa wawili. Lakini wanazungumza masuala ya msingi, ila Mwamba yuko busy kuangalia tu saa kwamba amechelewa sana kurudi nyumbani. Naye huku bidada Seli nyumbani, kila wakati upepo ukipuliza tu anahisi Mwamba ndo amesharejea. Akichungulia dirishani Mwamba bado hajarudi. Akaanza kuhesabu, na hesabu 1 mpaka 10 atakuwa amesharudi. Lakini mara ya mwisho bidada alisikia hodi nyingine. Alipokwenda kufungua alishangaa kuona wale wamama wa kwanza kabisa waliokuja kumtembelea mwanzoni. Hawa kina mama bana ni wambea. Wamejua kabisa kwamba mchumba wa Mwamba amesharudi. Basi walijisikia vibaya sana kwa sababu huyu alishaanza kumzoea na alishaanza kumpenda. Basi wakanunua pombe kama zote, walianza kunywa sana siku. Na hauwezi kuamini kabisa bana. Bidada alisubiri kutoka hizo nyakati za usiku mpaka palipoweza kukucha. Ile jamaa anaingia tu ndani. Bidada akamwambia stop, usivuke huo mpaka nilioweka. Usivuke. Unaweza kuniambia ulilala wapi wewe mwanaume? Jamaa akasema nilikuwa kukuhangaikia masuala ya scholarship kwenye mashindano fulani hivi. Haya mashindano ukiweza kushinda basi unaelekea nchi za Ulaya. Kwa hiyo lengo langu ni kwamba ukishinda haya mashindano ukielekea Ulaya, wewe utatokea Ulaya utaelekea Korea Kusini yako kama kawaida. Yaani bidada Seli akisikiaga tu Korea Kusini basi moyo wake unayeyuka kabisa, akaanza kusema ndio maana nakupendaga wewe mwanaume. Sawa? Sasa bana, yule mtu ambaye Mwamba alimsaidiaga kipindi kile alipokwenda kununua nyama na akawa amepolwa na vibaka. Yule mtu bana, kumbe alikuwa na uwezo wa kusikia mazungumzo yote ambayo Mwamba Captain alikuwa anaongea na bidada kuhusiana na hiyo safari ya kuelekea Ulaya, afu baada ya kutoka Ulaya ampeleke mwanamke huyu Korea Kusini. Na bila kupoteza wakati, moja kwa moja akatimba kwa Mwamba Seochong, yule mtu ambaye ana uadui mkubwa sana na Captain. Basi moja kwa moja akampasha umbea mzima. Hasa bidada Seli safari yake kuelekea Korea ya Kusini sasa hivi ni ya uhakika kabisa. Akaenda kuulizia bei ya nguo, lakini kule dukani wakasema kwamba wewe huwezi kununua nguo kama hii bana, ni bei sana. Bidada kwa mara ya kwanza aliweza kuexperience namna ambavyo maskini tunapitia hali ngumu huku mitaani. Yaani kumbe eti watu wanashindwa kununua nguo wakati yeye kila nguo anayotakaga duniani huwa ananunua tu na hajawahi kushindwa. Lakini hapa hana hela kweli kabisa, pesa hana. Akachukua saa yake akapeleka dukani kwenda kuiuza. Akashangaa huyu Mwamba ambaye ananunua hii saa ananunua kwa kuipima kwenye uzito. Alafu akamwambia hii ni 8,000 tu. Bidada alishangaa akasema unasemaje 8,000 wakati hizi saa ziko 5 tu duniani? Hii saa inauzwa milioni 45. Mimi hata ukiniachia milioni 5 tu kwangu fresh, kwa sababu mimi nataka ninunue tu nguo na vitu baadhi vya kuweza kusafiri navyo. Lakini Mwamba akakazia hapo, mama ni shilingi 8,000, kama utaki 8,000 nenda nayo hiyo milioni 45 yako. Bidada alijitahidi sana kumuelimisha huyu muuza duka, akamwambia kwamba enda kaulizia hata kwa sehemu nyingine watakwambia thamani hii saa jamani ni bei kubwa. Akasema sisi tunanuaga vitu kwa kupima kilo mama, labda kwa sababu umejieleza sana inaonekana una shida, ndakupatia shilingi 12,000. Sawa, ndo bei yangu ya mwisho. Mwisho wa siku bana, bidada akapewa kwa shilingi 12,000 saa ya milioni 45. Yaani hata kama niko Bongo hili swala limeniuma kwa kweli. Huku upande wa pili ni maumivu juu ya maumivu. Mwamba Sochang, yule afande ambaye anabifu sana na Captain, alikuwa amemkamata mmoja kati ya afande ambaye ana ujirani sana na Captain. Alimtembezea kichapo kizito akisema kwamba niambie huyo bidada anatokea Korea Kusini au atokei Korea Kusini, na kama anatokea Korea Kusini, je, huyu ni mpelelezi au sio? Lakini Mwamba aligoma kabisa kutaja. Basi Captain dakika za mwishoni sana akaja kumchukua rafiki yake akamrudisha nyumbani. Sasa wote wanne wamegongeka vibaya mno, kila mmoja ana ngeu kama zote. Wakiwa wanapata msosi, basi bidada akasema kwamba naomba niwapatie zawadi wote kwa namna ambavyo mmejitoa kwa ajili yangu. Najisikia hatia sana. Akawaonesha kile kialama cha moyo. Sasa ndo wakabaki wanashangaa. Hii alama ya moyo si hata Captain alioneshwa. Hapa ndo akagundua kwamba Captain wao sio kwamba anapendwa yeye peke yake, bali wote wanapendwa na upendo wa bidada ni wa kawaida tu. Kesho yake ndio siku ambayo bidada anatakiwa kwenda kushiriki mchezo. Baada ya kushinda huo mchezo, moja kwa moja atasafiri kuelekea Ulaya. Basi wakiwa kwenye treni, Mwamba amenuna sana, lakini bidada alikuwa na meni ya mayai anaendelea kupiga moja baada ya jingine. Lakini ghafla tu treni ikawa imesimama, na hii ilitokana na kwamba treni haikuwa na nguvu sana ya kuendelea kusukuma kwa muda wote. Taarifa iliyotolewa ni kwamba kichwa kingine cha treni kitakuja mara baada ya masaa 10 kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo ndio watakwenda kufika huko katika maeneo ya mashindano. Mwamba alikuwa anavunga sana kula baada ya kusikia kwamba treni itakaa hapa masaa 10. Akaanza kupiga naye yai moja baada ya jingine. Lakini wakiwa kwenye treni, bidada alishuhudia kundi la watu wengi sana wakiwa wanalikimbilia lile treni. Na Mwamba akasema kwamba hawa ni machinga wadogo wadogo ambao huwa wanauza bidhaa zao mara baada ya kuona treni imesimama.
Walikaa hapo bwana we mpaka nyakati za usiku. Sasa wakaamua tu kutoka nje ya treni na wakaanza kuwasha mioto hapo nje na kuendelea kupumzika katika maeneo hayo. Mwamba alikuwa anamjali bidada kwa ukaribu sana. Kwanza alimfunika na blanket, lakini pia akakoka moto pale na kuanza kumtengenezea mahindi ya kuchoma, kisha akamtengenezea na miogo, akawa anamwandalia bidada. Alafu bidada akaendelea kuongea hivyo hivyo katika hali ya masiala tu, akisema kwamba yani mwanamke ambaye atakuja kukupenda wewe na mkapendana, basi na kwa pia kwamba atakuwa ni mwenye bahati sana. Hivi unajua wewe captain, kila unachokifanya ndicho ambacho mwanamke anakipenda. Yani hakuna mwanamke wewe anaweza kaja kukuacha katika maisha yako na kuwapia. Lakini huwezi kuamini rafiki yangu, hayo maneno yote ambayo bidada alikuwa akiyazungumza akiwa kawaida tu kabisa, wala si katika hali ya kihisia. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili katika episode ijayo? Kigezo ni kimoja tu, gusa alama ya kulike kadri unavyoweza. Kumbuka kwamba kila tunapofikisha like 200 basi episode ya mbele inatoka.